Watu wengi huwa wanajiuliza kwenye mahusiano kwamba huyu mtu ananipenda kweli au hanipendi kweli. Sasa unajua hili ni swali ambalo linawasumbua watu wengi. Na leo nitaenda kukuelekeza dalili ambazo ukiziona unajua kabisa huyu mtu anakupenda. Hata kama anakudanganya kwa maneno, unajua maneno mtu anaweza kayatengeneza akayapangilia, lakini matendo au jinsi anavyokuwa mara nyingi huwa anaongozwa na hisia ambazo hata yeye mwenyewe anakuwa anashindwa kuzicontrol. Sasa leo katika video hii tutaenda kujifunza kwa undani kuhusu ishara za kisaikolojia ambazo zinaweza kukuambia huyu mtu anakupenda hata kama maneno yake yanasema tofauti, kwa sababu mara nyingi mtu anaweza katengeneza maneno akakwambia tofauti, lakini maneno yanaweza kubadilika, ila matendo huwa mara nyingi sio rahisi mtu kuyabadilisha kwa sababu yanakuwa yanamuongoza mtu bila hata yeye kujua. Sasa leo tutajifunza kwa undani, lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa dalili ya kwanza ni macho yake. Unajua macho huwa yadanganyi. Unapomtazama mtu ambaye unampenda unaweza kujua kama anakupenda au hakupendi. Hii tunaitaga eye contact, jinsi unapomtazama mtu. Sasa kwenye macho huwa tunaangalia baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kukupa ishara kwamba mtu anakupenda au hakupendi. Kitu cha kwanza huwa ni mboni ya macho kutanuka. Tunaitaga pupil dilatation. Ile sehemu ya kwenye macho nyeusi ile huwa tunaitaga pupil. Mara nyingi huwa inatanuka pale ambapo mtu ameona mtu ambaye anampenda. Na inatanuka sio kwamba mtu anataka, inakuwa inatanuka involuntary, yani kwamba mtu anakuwa hajataka kwamba kufanya vile kwa sababu anakuwa anaongozwa na hisia. Sasa hii inatokeaje? Unajua sisi binadamu pale ambapo tumemwona mtu ambaye tunampenda huwa tunazalisha kemikali inayoitwa dopamine na oxytocin. Sana sana waga ni kemikali ya dopamine. Hiyo dopamine waga ikizalishwa inamtengenezea mtu ajisikie furaha. Sasa ile furaha inaenda kufanya zile mboni za macho zitanuke. Zinapotanuka ndipo unaweza kuona kwamba huyu mtu anakufurahia. Kwa hiyo unaweza kuwa ukiongea na mtu mwangalie tu kwenye mboni ya macho. Kuna ile sehemu ya mboni ya macho imeanza kutanuka zaidi, ujue kuna mvuto wa hisia ya mapenzi ambao sio wa kawaida, au yule mtu amevutiwa zaidi na wewe, kwa sababu mara nyingi ile kemikali inamwagwa pale mtu anapojisikia furaha. Sasa pale mtu anapokutazama mara nyingi ile hali ya furaha inapotokea ndipo inazalishwa hii kemikali ya dopamine. Lakini pia ishara nyingine kwenye macho unaweza kuangalia jinsi anapokutazama kwa muda mrefu. Unajua kwa sababu ile hali ya kemikali ya furaha inayozalishwa, ule mtu anakuwa anajisikia vizuri kuangalia. Ndio maana unakuta anakuangalia muda mrefu, na muda mwingine ukimfumania vile anapokuwa anakuangalia anakuepesha macho haraka, anaweza kavunga anachezea simu au anafanya kitu kingine ili kuficha zile hisia zake. Inaweza kuwa labda kwenye gari au labda kwenye ofisi fulani, akaana kuangalia kwa muda mrefu, ghafla na ukimwangalia unashangaa anaanza kuangalia vitu vingine ili kupotezea au kuficha zile hisia zake. Na anafanya hivi kwa sababu ile raha anayoipata, kwa sababu mara nyingi mtu anapomuona mtu anayempenda ile kemikali ya dopamine waga inazalishwa. Sasa anakuwa anajisikia raha kuendelea kukutazama, na muda mwingine unajikuta anakutazama kwa muda mrefu zaidi ya kawaida kwa sababu anakuwa anafurahia hali hiyo. Kwa hiyo hivi vitu unaweza kuvinotice kwa mtu ambaye anakupenda kweli, namna anapokutazama, lakini pia na kwenye mboni ya macho. Hivi vitu mtu hawezi kuviongoza au wala kuvicontrol kwa sababu vinamuongoza bila hata yeye kujua. Achana na maneno, mtu anaweza kayapangia akakudanganya kwamba mimi nakupenda sana kuliko kichwa kawaida, lakini matendo huwa yanamuongoza mtu bila hata yeye kuwa na ufahamu wa kawaida. Lakini dalili ya pili ni tabia ya mirroring, yani kuiga mienendo yako. Sasa unajua hii mirroring ni ile mbinu ya kisaikolojia ambayo ina nguvu sana ya jinsi ambavyo mtu anaweza kukuiga vile jinsi unavyofanya wewe. Unajua kisaikolojia ukitaka kujua mtu ambaye mnaendana au mko connected kihisia, angalia jinsi vile anavyofanya vitendo ambavyo wewe pia unavifanya. Hiyo wakati tunaitaga ni chameleon effect kisaikolojia. Yaani mtu anakuwa anaigiza baadhi ya vitu ambavyo unavifanya. Unajua mara nyingi sisi binadamu pale ambapo tumemwona mtu ambaye tunaendana naye, waga kuna sehemu waga inaitwa kwenye ubongo wetu mirror neuron waga inawaka, na mara nyingi inamuongoza mtu kufanya vitendo ambavyo vile ambavyo mtu mwingine anavifanya. Sasa ukitaka kujua mtu ambaye anakupenda na ameshaanza kuwa connected, muangalie vile jinsi ambavyo
anarudia baadhi ya vitu ambavyo na wewe pia unavifanya, na baadhi ya kitu ambacho pia hata wewe mwenyewe unakifanya. Hii mirroring ina upana mkubwa. Ndio maana ukimwambia mtu mimi natokea Mwanza na yeye anakuambia anatokea Mwanza, mnaelewana kwa undani zaidi na mnapendana. Au ukimwambia mtu wewe ni mwanafunzi na yeye kama mwanafunzi, inakuwa ni rahisi kuelewana. Hiyo ndio nguvu ya mirroring, yani kufanana. Binadamu tunapenda wale watu ambao tunafanana nao. Sasa ukitaka kujua mtu ambaye mmeshakuwa connected na ameshaanza kuwa na hisia na wewe, kuna baadhi ya vitu mnaweza kuwa mnafanana. Sasa kwa mfano, unaweza ukavipima. Mfano labda mmekaa kwenye meza, jaribu hata kushika kidevu, utashangaa naye baadaye anashika kidevu, au kushika maji, au kushika hata simu, utashangaa naye anashika simu. Na hii mara nyingi inamuongoza kwa sababu ile sehemu ya mirror neuron waga inakuwa imewaka, inajaribu kufuata kile ambacho yule mtu ambacho anakipenda au yule mtu ambaye anampenda inafanya kama vile ambavyo na yeye anafanya. Kwa hiyo utajikuta anafanya vitendo, labda kwa mfano umeegemea kiti na yeye mwenyewe baada ya muda utashangaa anaegemea hivyo hivyo. Lakini pia jinsi unavyoongea, ndio maana unakuta kuna msemo mmoja marafiki wanaongea na rafiki mwenzie anaongea hivyo hivyo. Hata kwenye mahusiano ukianza kuona labda unaongea mada fulani, labda maneno fulani, labda mtaani ambayo labda yamevuma kwa muda huo, na yeye anarudia hivyo hivyo, ujue kwamba kuna muunganiko wa kihisia. Au kama kuna sentensi fulani unazisema na yeye anazisema, tayari mara nyingi kunakuwa na muunganiko wa kihisia. Na ndio maana hata unaweza kukuta hata kwa ndoa wakikaa muda mrefu hata sauti wanaanza kufanana. Hiyo ndio mirror neuron inavyokuwa, kwamba kunakuwa na muunganiko wa hali ya juu. Kwa hiyo unaweza kukuta labda kuna vitu unavipenda kuvisema na unashangaa anaanza kusema hivyo, au kuna namna fulani unavyoongea labda kwa sauti na unaanza kumwona anaongea hivyo hivyo, au kuna msemo fulani unapenda kusema na yeye anaanza kusema hivyo hivyo. Hapo utakuwa unajua kwamba tayari kunakuwa na muunganiko wa kihisia. Lakini dalili ya tatu ni uwekezaji wa muda na umakini, tunaita emotional investment. Sasa unajua mara nyingi mtu anapoanza kuwekeza muda wake na umakini kwako, mara nyingi kisaikolojia inakuwa inaonyesha kwamba huyo mtu tayari ameshaanza kuwa na mvuto zaidi na wewe. Kwa sababu mara nyingi unajua sisi binadamu kwenye saikolojia ya mawasiliano, muda una thamani zaidi. Mtu anapoanza kuweka muda wake mbele kwako na kukuthamini, maana yake anakuwa anaonyesha kwamba tayari ameshaanza kuwekeza hisia zake kwako. Kwa sababu binadamu sisi muda una thamani. Hatuwezi kumpa tu mtu muda wetu kirahisi bila sababu ya msingi. Kwa ukiona anaanza kukupa muda wake na kukupa umakini usio wa kawaida, tayari kunakuwa na dalili kwamba kuna hisia zimeanza kujengeka juu yake kwako. Sasa kuna vitu vya kuangalia. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na umakini wa hali ya juu hata kama mkiwa kwenye watu wengi, unapiga story, unaona hata kama ukiongea anakutazama, anafurahia story zako, na muda mwingine unaweza kuongea hata jambo ambalo hata lichekeshi akafurahia na akafurahi, kwa sababu mara nyingi inakuwa inaonyesha kwamba yeye anavutiwa zaidi na wewe. Yani chochote unachokifanya yeye anafurahia. Lakini kumbukumbu ya vitu vidogo, unaweza kumwambia jambo hata mwezi uliopita ukashangaa anakukumbusha leo, kwa sababu unajua mara nyingi wewe unaweza kuona ni kitu cha kawaida, lakini yeye kila kitu unachomwambia anakiwekea kama umakini. Yaani anakuwekea thamani kwamba hichi kitu ni cha muhimu zaidi kwake. Kwa hiyo unakuta anakitunza, anakihifadhi, anakiona cha thamani. Kwa hiyo unashangaa anakuwa anakukumbusha. Hata kama kitu ulimwambia labda cha masiala, unashangaa baada ya muda anakukumbusha. Lakini pia anakuwa anapatikana. Pia unapomuomba mtu mkutane, kwa sababu kama nilivyosema kwenye saikolojia ya mawasiliano, muda una thamani sana. Ukiona mtu anakunyima muda wake, maana yake wewe sio priority yake. Lakini ukiona mtu anatenga muda wake anakuja, usimdharau, maana yake wewe ndiye una thamani zaidi kwake. Kwa hiyo unaweza kukuta unamwambia naomba basi tuonane, anakuwa rahisi kuonekana, au ukimwomba mwende sehemu fulani inakuwa rahisi kuonekana. Kwa sababu kisaikolojia mtu anapokuwa anawekeza muda wake kwako, ni dalili ameshaanza kuongozwa na hisia, lakini sio mantiki. Yani pale sasa ule upendo umeshaanza kuwa juu mpaka unaanza kumuongoza bila hata yeye kujua. Ndio maana unakuta muda mwingine anakuambia nilikuwa nataka niende sehemu fulani lakini ngoja nije tuonane. Unaona, maana yake tayari hata mambo yake ya kawaida anaanza kuyaacha na kuanza kuzingatia lile jambo la muhimu uliomwambia. Kwa sababu mara nyingi mtu anapowekeza muda kwenye saikolojia mawasiliano ina thamani kubwa. Na hata kama mtu kimuona hivyo, usichukulie poa, ni kitu kikubwa ambacho mtu kaamua kukupa, na usikizalau na uone kwamba tayari kuna muunganisho fulani wa hisia za kimapenzi kwako. Lakini dalili ya 4 ni zelen au kusogea upande ulipo. Mara nyingi mtu ambaye anakupenda
kuna dalili ambayo huwa hawezi akaificha kwa sababu ya ile kutaka kuwa karibu na wewe. Unajua kila binadamu huwa ana ile personal space, umbali ambao mtu anataka awe nao na watu wengine. Sasa ukianza kuona mtu anaipunguza hiyo, maana yake ni kutaka kuwa karibu na wewe. Yani kila binadamu anahitaji uwanja wa kuwa na mtu mwingine, yani umbali wa kuwa na mtu mwingine. Sasa ukianza kuona na ukataa huo umbali, anaanza kusogea karibu na wewe, mara nyingi ni ishara kunakuwa na mvuto wa hisia na mtu fulani. Sasa mara nyingi unaweza kujua hivyo. Kwa mfano, unaona mwelekeo wa mwili wake, kwanza umekutazama vile ambavyo wewe na yeye umekaa naye, kwa sababu mtu kisaikolojia akiwa ameangalia upande mwingine ni ishara hataki mazungumzo, lakini unakuta mkiwa unaongea naye mwili wake umegeukia kwako. Lakini pia kuna kitu cha kushangaza zaidi kwenye miguu. Unajua miguu waga idanganya. Ukiona miguu yake imetazama kule ambapo mnaelekea au wewe ulipo, maana yake anatamani kuendelea kuongea na wewe. Lakini ukiona imetazama mlangoni, ni ishara ya kuondoka. Anaweza yeye asijue, lakini wewe ukiangalia tu miguu yake unaweza kujua upande wake ambao anahitaji. Kwa sababu unajua mara nyingi sisi binadamu vile ambavyo tunavitaka au moyo wetu pale ambapo unataka kuelekea ndipo tunaangalia huko. Kwa hiyo ukikuta mwili wake umekutazama wewe, mara nyingi wewe ndiye kila kitu kwake, manake wewe ndio chaguo la kwake. Lakini ukiona mwili wake umeangalia sehemu nyingine afu mnaongea, mara nyingi inakuwa inaonyesha kwamba ana kwanza avutiwa na mazungumzo unaoongea, lakini pia anahitaji kuondoka. Na miguu hiyo pia inaweza ikatoa maelezo kwamba mtu akiwa miguu yake imeweka pembeni, ni ishara kwamba hataki mazungumzo na hayo mazungumzo hayafurahi. Kwa hiyo namna mtu ambapo anavunja ile personal space ya kwake na kusogelea wewe, inaweza ikakupa ishara kwamba huyu mtu anakupenda au akupendi. Angalia jinsi anavyokusogelea, labda hata kwenye kikazi anaweza kutafuta sababu yoyote ya kusogelea, labda akaja na makaratasi au akaja na kitu chochote ili hata kukuuliza swali, ili avunje tu ile personal space ya kuwa mbali na wewe. Lakini dalili ya 5 ni kuwa na wasiwasi wa kimapenzi. Tunaita vulnerability. Unajua watu wengi wanajua kwamba mtu anayekupenda huwa anakuwa jasiri, lakini kiukweli kwa sababu ya ile hofu ya kukataliwa, tunaitaga fear of rejection, mtu waga inampelekea anakuwa na wasiwasi kwa sababu ile hofu kwamba naweza nikakataliwa ile mwanzoni, kwa sababu unajua hajaelezea hisia zake. Sasa ile inampelekea kuwa na wasiwasi. Kwa mwanamke unaweza kukuta anachezea nywele, kibegi au simu. Kwa mwanaume unaweza kukuta anachezea labda saa au anajirekebisha kidogo nguo au kulamba midomo. Sasa hivi wanaume wanafanya hivyo. Hii ni ishara ya kujituliza kwa sababu ya ile hofu iliyomo ndani yake. Sasa kuna kitu waka kinaitwa feedgetting, yani ile kuteseka, yani kuteseka au kuhangaika. Mara nyingi mtu anakuwa nayo ile kwa sababu ya ile hofu ya kukataliwa. Unakuta anahangaika kwanza kujishika, kujirekebisha, kujiweka sawa, kwa sababu lengo lake anakuwa anajitahidi ajiweke sawa au ajiweke vizuri ili akuvutie wewe, ili umpende kwa jinsi atakavyokuwa vizuri. Lakini kigugumizi kidogo kinaweza katokea kwa sababu anakuwa anatamani aongee vizuri ili akuvutie. Kwa hiyo unaweza kukuta anapangilia maneno, anaongea maneno ambayo muda mwingine anaweza kuja kushangaa kwa nini aliongea hivyo, kwa sababu ya ile hofu ya kutengeneza maneno ambayo yatakuja wewe kuvutia. Kwa hiyo ndio maana unakuta anaongea maneno, labda muda mwingine akaongea kitu ambacho hata wewe mwenyewe ukashangaa mbona ameongea hivi, kwa sababu ya ile hofu. Lakini muda mwingine anaweza kuwa anacheka kwa aibu kwa sababu ya ile hofu. Anaweza kuwa anaongea vitu vya kuchekesha au kucheka mara kwa mara ili kupunguza ule mgogoro wa ndani unaomsumbua kwa sababu ile hofu alionayo zidi yako. Kwa hiyo unajikuta anacheka ili kupunguza ule ukali wa hofu ambayo anaipitia, kwa sababu unajua mara nyingi ile hofu ya kukataliwa ndio inamfanya anakuwa na wasiwasi kwamba itakuwaje, na hiyo inampelekea anakuwa hajiamini, na hiyo inampelekea anakuwa na hofu ya kiwango kikubwa. Lakini dalili ya 6 ni kukulinda na kukujali. Tunasema protective instinct. Sasa unajua mtu yote anayekupenda, na mara nyingi hii waga ni dalili kubwa ya kisaikolojia inayoashiria kuwa tayari ameshaanza kuweka kwenye kundi la familia au watu wake wa karibu sana. Mtu anayekujali ni mtu ambaye tayari ameshakutoa kwenye hali ya kawaida, ameshaanza kukuweka kwenye kundi la watu ambao ni wa karibu sana kwake au watu wa familia. Ndio hapa sasa unakuta mtu anaanza kuuliza umefika salama, umekula, leo siku yako ilikuwaje, au leo siku yako imeendaje. Maana yake anataka kujua kile ambacho kinaendelea kwako. Na muda mwingine anaweza kukujali kwa vitu mbalimbali, labda kukusaidia kwenye vitu ambavyo vinakusumbua, au kukusaidia labda kufungulia mlango labda sehemu, au kubebea kitu, au kusaidia kazi zako. Maana yake pale
anakuwa anajali vile jinsi wewe unavyoendelea, kwa sababu pale inakuwa sasa ametoka kwenye ile hali ya kawaida na kuanza kukuweka wewe kama mtu wa karibu au familia. Kwa maana anakuta anafuatilia jinsi unavyoendelea, jinsi unavyoishi na vitu gani ambavyo vinakusumbua na kusaidia, kwa sababu anakuwa anakuona wewe kama ni mtu wa karibu sasa. Na hii mtu hawezi akaificha, kwa sababu inakuwa inamuongoza, anakuwa anatamani tu ajiingize kwenye maisha yako ili akufanyie kitu ambacho wewe pia utafurahia, kwa sababu wewe kwake ni mtu wa thamani kubwa. Sasa mara nyingi kwenye saikolojia wao tunaita cluster. Cluster maana yake ni dalili kuanzia 2 hadi 3. Usimjaji mtu kwa dalili moja, kwamba ukasema huyu mtu anaogopa kukuangalia machoni ukasema anakupenda. No, jaribu kuangalia dalili kuanzia 3 hadi 4 au 2 hadi 3. Hapo unaweza kuhitimisha kwamba huyu mtu anakupenda au hakupendi. Lakini ukichukua dalili moja utakuwa unakosea, kwa sababu kuna wengine unakuta ana aibu ya asili. Sasa ukisema kwamba anakupenda sio ukweli. Jaribu kuunganisha, angalia jinsi anavyoongea na wewe, jinsi mnavyo kuwa karibu, anavyoweka mwili wake, anavyokutazama, jinsi anavyoongea na wewe, jinsi anavyokujali. Unaweza ukahitimisha kwamba mtu anakupenda au hakupendi. Hebu niambie kwenye comment ni kitu gani ambacho umejifunza kwenye somo la leo. Lakini kama pia una swali unaweza comment sehemu ya comment section nami nitakufanulia. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Tukutane kwenye somo linalofuata. Bye bye na uwe na siku njema.